Hongereni na katai kenu. Tunawashukuru mno, wameimba vizuri sana. Sio jamani? Na wapuliza kinanda mmewaona. Na yeye mtoto aliimba wimbo wa katikati. Simama bwana. Huyo hapo huyo. Na vipaji vinaanza hivi. Jamani, asanteni sana kwenye kanisa letu hili zuri. Mara mko ndani ya parokia, sio jamani? Na kanisa zuri hili sio la kitalii. Asanteni sana. Jambo la pili, wiki hili mwenzetu mmoja, kwa kweli ndiye yule tunapoanza kujenga kanisa, ndiye aliyeanza kuleta trip moja ya mawe. Dada Tina Msemwa, yeye ametukabidhi kiasi cha shilingi 700,000 kwa ajili ya kukamilisha nguzo. Na hivi tunatangaza hivi kusudi mmoja tuweze kumwombea, au sio jamani? Tunapomwombea ili Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana. Na bwana mhasibu wangu, tutaonana na nafasi ni kukabidhi. Asante sana. Halafu wiki hili siku ya Jumatatu tutampokea padre atakayebaki kwa muda mpaka atakapopangiwa kituo chake cha utume. Anaitwa Padre Ivo Kalinga, ni mtoto wa mzee Kalinga, mzee Letus. Kwa hiyo askofu jana ameniambia atafika hapa atulie mpaka pale atakapomwambia utaenda kituo fulani. Na kwa kweli tarehe 8 askofu alikuwa ameshasema tarehe 8 atatutangazia tukienda huko, au sio jamani? Kwa hiyo tumpokee, kesho atafika na atakuwa kati yetu kwa huduma mbalimbali. Sherehe ya Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni, ambaye ni msimamizi wa jimbo letu, huwa inaadhimishwa kila tarehe 15 ya mwezi Agosti. Lakini kwa vile kuna matukio kadhaa ya kijimbo, ikiwemo lile la jana, ikiwemo na matukio mengine yanayofuata, askofu ameomba sherehe hiyo ifanyike kila parokia wafanye parokiani. Na hivi sisi hapa itakuwa tarehe 16, yani ile Dominika. Maana yenyewe tarehe 15 ni Jumamosi. Na hivi wenzetu mnaoandaa liturujia mwandae pia kwa mtindo huo. Na tarehe 26 mnakumbuka Mhashamu Baba Askofu alikuwa ametangaza kwamba tungefanya hija kwenda katika kituo ambacho kinachotaka kuanzishwa na jimbo huko Madibira, lakini kutokana na sababu ambazo hazikuweza kuzuilika hatukuweza kwenda. Na hivi naomba viongozi tuhamasishane tarehe 26 ya mwezi wa 8 tuweze kwenda huko Madibira. Na tarehe 8 mwezi wa 8 tunarudia, kwa sababu inaeleweka pia kwamba ndiyo siku ya upadrisho wa Shemasi Singaile, yule aliyepumzika hapa kwetu. Aidha, siku ya tarehe 16 itakuwa Dominika. Ndiyo hapa tutafanya sherehe ya kumshukuru Mungu pamoja na Padre Julian Kangalawe. Kwa hiyo Padre Julian Kangalawe atakuwepo hapa, na taarifa nilizozipata atakuwa pamoja na mapadre kutoka jimbo kuu la Tabora, mapadre 16, watawa 3 na waamini walei kama 2 hivi 3. Na hivi viongozi, naomba mtusaidie kuliratibu hilo. Vinginevyo katika parokia yetu tuna utajiri wa shule. Kwanza hawa ni wanafunzi, hebu msimame kwanza wanafunzi wote. Hebu msimame kwanza bwana. Mnaona hawa ni baadhi tu, tuketi bwana. Ni baadhi tu ya wanafunzi wengi shule ya sekondari pamoja na shule ya msingi. Ninyi wanakianambo mnaijua shule hiyo ya Real Hope.
Real Hope, ambayo ilikuwa kama tumaini la kweli, tumaini lilo zuri. Watoto wako pale na sisi mwanzoni walikuwa wanakwenda parokiani wachache kusali. Sasa baadaye mkurugenzi akaomba tukasali pale. Na hivi huwa tunaenda saa 8 kusali misa pale. Wako watoto wa shule ya msingi wengi. Na wenyewe wa sekondari wako wengi. Jumla wanafika zaidi ya 600 nafikiri. Kwa macho ya haraka haraka. Na wako vizuri. Mlivyoona wanaimba hivi. Mimi mwenzenu kila Jumapili huwa nafaidi hivi hivi. Au sio bwana? Wao wanaimba vizuri hivi hivi. Na kinanda hicho alichopuliza, na mpuliza kinanda huyo. Na mpiga mabiti mzee Mdemu, au sio? Kwa hiyo mazingira yao ni mazuri pale na ufaulu wao ni mzuri tulivyoona. Kwa hiyo wazazi muone ni bahati kuwa na shule ndani ya eneo letu. Shule nyingine ambayo naomba tuwatangazie rasmi, jana Mhashamu Baba Askofu alitangaza rasmi pale tulipokuwa pale Ujewa kwenye upadirisho. Hii shule itakuwa pale juu unapopandisha Kinyanambo, wanaposimama trafiki pale, unaingia kushoto. Ni shule waliojenga masista wa Karmeli. Hawa masista wa Karmeli wameijenga hiyo shule na itaanza rasmi mwezi Januari. Lakini kwa yule anayetaka mtoto wake ajiunge, inabidi achukue fomu ambazo fomu zinapatikana seminari ya Mafinga, kanisa la jimbo pale Mafinga, hapa Kinyanambo kuanzia Jumatatu kesho, Sabasaba pale parokiani, na penyewe itakapokuwa sekondari napo fomu zitapatikana. Gharama ya fomu ni shilingi 20,000, na kwamba mtihani wa kujiunga utafanyika tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2026 na tarehe 28 mwezi wa 9 2026 matokeo ya wale ambao watakuwa wamechaguliwa katika mtihani huo kwa ajili ya kujiunga, matokeo hayo watapewa. Shule yenyewe inaitwa Carmen Girls Secondary School Mafinga, na ni yenye mchepuo mmoja tu, sio mchepuo, sio mnaita nini, yaani itachukua vijana wa aina moja, yaani mabinti tu, na kwa sababu pia itakuwa ni ya bweni. Kwa hiyo wazazi, kama mnatamani mtoto wako aende pale, na masista wenyewe wanahamia rasmi katika majengo yale tarehe 14 mwezi wa 9 ndio watahamia rasmi pale. Sasa majengo kwa kweli kwa asilimia kubwa yameshakamilika. Kama mmoja anatamani mtoto wake, sio kwamba anaenda kuwa sister, hapana. Yaani wanaenda tu watoto wajifunze masomo kama wanavyosoma hawa wa Real Hope. Sawa jamani? Imeeleweka jamani? Jambo lingine, kati yetu wapo masista ambao ni wa shirika la Bikira Maria wa Mateso. Hawa masista Jumapili iliyopita, pengine nyinyi vijana ni nafasi pia. Hawa masista mwanzilishi wao alitoka huko Bologna, Italia, sehemu moja inaitwa Le Budrie. Na ndiyo mwanzilishi mdogo wa shirika duniani mpaka sasa. Maana alikufa akiwa na miaka 23 tu, Mtakatifu Clelia Barbieri. Na shirika lao sasa unafanya utume huko Italia, katika sehemu mbalimbali nchi ya Italia. Wanafanya pia utume wao katika nchi ya India, sehemu moja inaitwa Kerala. Halafu wanafanya utume wao huko Brazil, Amerika ya Kusini. Halafu kwa Tanzania wapo Usokami, ndio makao makuu,
Na Usokani wanazo jumuiya mbalimbali, wapo parokia ya Ipogolo jimbo la Iringa, wako parokia ya Kaning'ombe jimbo la Iringa, wapo uaskofuni, ndio wale wanaofanya huduma pale kwa askofu. Halafu wapo jimbo la Geita, wapo jimbo la Ifakara parokia ya Chita kule Geita, wapo parokia ya Kome kule Kisiwani, na jimbo kuu la Dar es Salaam wapo parokia mbili, walao naifahamu moja inaitwa parokia ile ya Mtakatifu Gaspar de Buffalo. Kwa hiyo wako pale. Wao utume wao ni kufundisha katekesi, kufundisha dini tuite. Halafu pia huduma mahospitalini, vituo vya afya, dispensary, kuwahudumia wahitaji hasa yatima na maskini, na pia kutoa huduma maparokiani. Sasa masista, hebu msimame bwana, wawaone bwana. Muje hapa bwana. Wako hapa walao wiki moja mbili kwa utume maalum. Hebu msogee bwana. Wawaone tu hawa vijana. Huwezi kujua bwana katika hao. Asante. Hebu wapatie mic bwana wajitaje. Huyu wa kwanza huyu anatoka jimbo la Kondoa huko Dodoma, na huyo mwingine hapa jimbo la parokia ya Liasa jimbo la Iringa. Hao wawili, huyu na anayefuata, wameshatimiza miaka 25 ya utawa. Jitaje tu sister. Mimi kwa jina naitwa Sister Luciana Lali. Kama alivyosema natokea jimbo la Kondoa. Mimi kwa jina naitwa Sister Christophina, natokea parokia ya Kilolo jimbo la Iringa. Kwa majina naitwa Sister Felista Sombe au akina Mwajombe wa Njombe. Kwa jina naitwa Sister Juliana Rusinde kutoka parokia ya Usokani. Sister na karibuni sana kati yetu. Sasa alafu watoto hawa wameongozana na mkurugenzi wao mzee Mwipopo. Mzee Mwipopo unajua amekuwa na nafasi kubwa katika jimbo letu. Nakumbuka tunapoanza tu mimi